alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 1950. Baba yake Mzee Vicentius Kakomba Mwijage, mama yake ni Ma Constancia Kokubanza. Ukoo wake ni Msaizi Msita. Alizaliwa katika kijiji cha Kanoni, parokia ya Bugandika, wilaya ya Msenyi, mkoa wa Kagera. Alibatizwa tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 1954. Namba yake ya ubatizo ni 20,446 na mbatizaji ni Padre Henry Bus. Msimamizi wake wa ubatizo kwa ni Mzee Wilhelmus William, parokia ya Mugana kwa wakati huo. Alipata sakramenti ya kipaimara mwaka 1958 tarehe 14 mwezi wa 8, namba yake ya kipaimara ikiwa ni 14,166 katika parokia ya Mugana. Elimu yake. Padre Audax Rutakiamirwa alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Bugandika tangu mwaka 1957 hadi mwaka 1962. Kisha alijiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Yohane Bosco Rutabo mwaka 1963 hadi mwaka 1967, ambapo baadaye alijiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Maria Rubia mwaka 1968 na akasoma hadi mwaka 1971. Mwaka 1972 alichaguliwa kujiunga na masomo ya falsafa katika seminari ya Mtakatifu Antoni wa Padua Ntungamo, ambapo alisoma hadi mwaka 1973. Kwa masomo ya teolojia, marehemu Padre Audax Rutakiamirwa alisoma katika seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala tangu mwaka 1974 hadi mwaka 1977. Alipata daraja ya ushemasi tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 1976 katika parokia ya Katoma kwa mikono ya Askofu Nestori Timanywa, na alipadirishwa na Askofu Nestori Timanywa katika kanisa la parokia ya Mugana tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 1977 akiwa kijana mwenye umri wa miaka 27. Utume wake. Baada ya kupadirishwa, alipangwa katika parokia ya Bukoba ambapo alihudumu kama paroko msaidizi hadi mwaka 1979. Mwaka 1980 hadi mwaka 1987 alihudumu kama paroko katika parokia ya Kanyigo. Na baada ya hapo alipangwa kuhudumu kama chaplain wa shirika la masista wa Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu kwa mwaka mmoja, yani hadi mwaka 1988. Baada ya hapo alihamishiwa katika parokia ya Kagondo ambapo alihudumu kama paroko msaidizi hadi mwaka 1989. Na Julai mwaka 1989 hadi mwaka 1998 alihudumu katika parokia ya Nshamba, kwanza kama paroko msaidizi akiwasaidia mapadre wa misionari White Fathers, na kisha akawa paroko wa parokia ya Nshamba baada ya kuondoka kwa mapadre wa misionari hao. Mwaka 1998 hadi mwaka 2001 alihudumu kama paroko wa parokia ya Itawa, na baadaye mwaka huu 2001 alirudi katika parokia ya Bukoba na kuhudumu kama paroko msaidizi hadi mwaka 2003. Kisha alihamishiwa katika parokia ya Ichwandimi ambapo alihudumu kama paroko msaidizi tangu mwaka 2003 hadi Oktoba mwaka 2007. Baadaye alipelekwa kuhudumu katika parokia ya Rubia tangu Oktoba 2007 hadi tarehe 8 Disemba 2015.
na tangu tarehe 8 Disemba 2015 Padre Audax alipangwa kuhudumu katika parokia ya Kemondo kama paroko msaidizi ambapo alihudumu hadi tarehe 19 Mei 2020. Tangu tarehe 19 Mei 2020 Padre Audax amekuwa akihudumiwa kwa ukaribu katika nyumba ya mapadri wagonjwa na wazee ya watakatifu Oscar na Wilbard hapo Kagondo, ambapo amefanya utume wake huku akipata matibabu hadi mauti ulipomkuta. Kuugua na kifo chake. Mheshimiwa Padre Audax alikuwa na ugonjwa wa sukari kwa miaka mingi. Mwaka 2020 akiwa katika parokia ya Kemondo alipatwa na kidonda mguuni na kutibiwa katika hospitali ya Kagondo. Kutokana na hali ya kidonda na alivyokuwa na sukari, alipewa rufaa kwenda Bugando ambapo alikaa kwa muda wa miezi 10, na alipopata nafuu alirudi. Lakini kwa kuwa kidonda chake kilihitaji kufanyiwa usafi, alipelekwa katika nyumba ya mapadre wagonjwa na wazee ya watakatifu Oscar na Wilbard. Tangu hapo mwaka 2020 amekuwa kwenye nyumba ya mapadre hapo Kagondo akiendelea na dawa zake za sukari huku akihudumiwa kidonda katika mguu wake. Na mwaka huu 2026 mwezi wa 3 Padre Audax alianza kupungukiwa na damu na alipelekwa hospitalini Kagondo. Licha ya kuongezewa damu hospitalini hapo, baada ya muda ilipungua tena. Na mwezi wa 4 tarehe 15 alipewa rufaa ya kwenda katika hospitali ya Bugando kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Na huko aligundulika kuwa ana ugonjwa wa upungufu wa damu unaosababishwa na kinga ya mwili kujishambulia, yani pernicious anemia. Alilazwa na kuruhusiwa baada ya siku 10. Aliandikiwa dawa na sindano ambazo alizitumia baada ya siku 1, na ndizo alizokuwa anatumia, ikiwa ni pamoja na dawa za vidonda vya tumbo. Alirudi Bukoba na kukaa katika hospitali ya Kagondo na kuendelea na dawa zake pamoja na sindano na dawa nyingine kadiri ya ushauri wa madaktari. Baada ya muda alipimwa tena wingi wa damu na ikaonekana kwamba imeanza kupungua tena. Hivyo akarudishwa katika mfumo wa dawa, yani sindano za kuchoma kila baada ya siku 1 huku akiongezewa damu. Na mpango ulikuwa kwamba baada ya kuongezewa damu arudishwe katika hospitali ya Bugando kwa ajili ya matibabu ya kitaalamu zaidi. Tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hali yake ilibadilika. Sukari yake ikapanda sana, na ilipofika usiku akaanza kupumua kwa shida, na hivyo safari ya Bugando ilisitishwa ili kusaidia afya yake itengamae kwanza kabla ya kusafirishwa. Juhudi ziliendelea hadi tarehe 7 mwezi wa 7 2026 mnamo saa 6 mchana, ambapo licha ya juhudi zote za madaktari Padre Audax alikata roho. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Padre Audax Utakiamirwa. Shukrani kwa wazazi na ndugu na jamaa waliomlea hadi akawa padre. Shukrani kwa uongozi wa kanisa, Jimbo Katoliki la Bukoba, maaskofu wote ambao Padre Audax amefanya nao kazi, Monsinyori, mapadri, mashemasi, watawa na watu wote waliochangia katika maisha yake. Shukrani kwa madaktari kwa juhudi za kumsaidia Padre Audax katika kipindi chake cha ugonjwa. Lakini licha ya yote tunabaki kusadiki kwamba hazifai kitu kutoza mawe pale Mungu anapomtuma wake mjumbe. Kumbukumbu. Kati ya mambo mengi aliyofanya katika utume wake, tutamkumbuka marehemu Padre Audax kwa mambo mengi. Hapa tunataja machache tu. Aliyeimarisha maisha yake ya kiroho kwa ibada mbalimbali, kwa huruma ya Mungu kwa watakatifu, kwa namna pekee kwa mama yetu Bikira Maria na watakatifu mashahidi wa Uganda. Na hili limedhihirika wazi kwa moyo wake wa kuhamasisha
na kufanya hija mara nyingi katika vituo vya hija ndani na nje ya jimbo la Bukoba kama vile Nyakijoga, Minziro, Ganyamkanda na Namugongo, Uganda. Pamoja na hayo, alitoa visisha binafsi kwa kadiri alivyojaliwa, na aliwashirikisha sana marafiki zake katika kuchangia zawadi katika hija hizo licha ya wao kuwa mbali. Padre Audax alipenda sana mito mitakatifu na alihamasisha. Aliwapenda sana waseminaristi wa ngazi zote, na amezifadhili seminari ndogo za Rutabo na Rubya mara kwa mara kwa kuwapatia waseminari mipira kwa ajili ya michezo ili waimarishe afya zao, waupende wito wao na kufurahia uwepo wao katika seminari. Kwa mafrateri, Padre Audax amekuwa rafiki, amekuwa baba, amekuwa babu. Amewashauri wengi na kuwatia moyo. Kila alipokuwa na tukio la furaha na la huzuni, aliwashirikisha mafrateri kumuunga mkono, hasa katika maandalizi yaliyohusu liturujia, na aliwawezesha kushiriki matukio hayo kwa kugharimikia usafiri na matunzo yao katika matukio hayo. Padre Audax aliwatambulisha watu kwa marafiki zake ili wasaidiwe. Daima hakupenda kuacha mtu ahangaike peke yake. Aliwatumia vizuri watu ambao alijua wangeweza kumsaidia katika nyanja mbalimbali. Amejitahidi kuwa karibu na watu wa kijiji chake cha Kanoni na wanaparokia wa Bugandika, na hapa hakujali dini wala rika. Amekuwa rafiki na karibu kwa watu wote licha ya dini zao, na amekuwa mtu wa msaada kwa kila aliyemjia. Pamoja na hayo, amekuwa mcheshi wakati wote. Padre Audax alikuwa na moyo wa kichungaji, na hata ambapo afya yake ilimzuia kufanya baadhi ya mambo mazuri, alipokuwa katika nyumba ya mapadre wagonjwa na wazee, aliwahudumia wenzake kwa kuadhimishia misa, na alipoweza aliwahudumia masista wa konventi ya Mtakatifu Terezia Mtoto Yesu pale Kagondo, masista wagonjwa na wazee. Padre Audax amekuwa muwazi. Alikuwa mkali alipopaswa kuwa mkali. Pale alipochukia alieleza wazi, na pale alipofurahi hakuificha furaha yake. Na zaidi sana, furaha yake ilikuwa furaha ya wengine, na hivyo aliwashirikisha watu furaha zake na majonzi yake. Alikuwa na upendo usiofichika. Padre Audax amehubiri juu ya uwepo wa kifo na alijiandaa vizuri kukikabili. Amelitumikia kanisa kwa miaka 49 ya upadre, akiwa ni mwenye umri wa miaka 76 ya kuzaliwa. Tumwombe Mungu amkaribishe katika ufalme wake mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana. Padre Audax Utakiamirwa apate rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani.